Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunashukuru kwanza Mungu kwa neema tunaipata tena ya kuwa live kwenye mtandao, kwenye shene ambao watu wengi wanatupata wakiwa mbali na karibu, na tunawasalimu kwa upande wa Kristo, tunasema Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kwa wale ambao ni Waislamu tunasema amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nanyi, na kwa wale ambao hawana dini yoyote tunasema amjambo. Kama tumeonekana kuwa kwenye mtandao kwa upande fulani, umetuona tuko wenyewe, na jana mlituona tulikuwa na wandugu wa dini la Kiislamu tukifanya miazara pamoja hapo kwenye msikiti wao wa mji wa Bukavu, sehemu za Kadutu, na tulikuwa nao pale muda wa siku 2 na ilihitajika leo tu siku ya 3. Lakini kitu ambacho kimejitokeza sana hatuwezi jua kukieleza kwa zaidi, isipokuwa tu kwa ghafla tumepata message ya kwao, wanasema kama hawako tayari leo tufanye nao mjadala, hawako tayari. Sasa jambo limetutisha, linatuogopesha na linatuachisha maswala mengi, ambao pia natupatia kuona ya kwamba inawezekana kuna kitu ambacho wameona kwamba kingeweza kuwabania kwa yale ambao tumekusha kuongea na kwa yale ambao tena tungeongea. Na kwa hii tukasema hatutaweza kupitisha hii muda bure. Acha basi yale ambao tulipanga kuiongelea leo tufanye tu introduction kwa hayo, ama kifunguo tu tufungue, ili kuwapatia watu 1, 2, 3 kwa yale ambao tutakayoongelea. Ikiwa wataweza kuruhusu muda fulani turudilie mada ya leo na mtepokea kwa zaidi. Kwa majina naitwa ndugu Ejide, ni mhudumu, ni mtumishi katika kundi linaloitwa Kanisa la Yesu Kristo pa Bukavu, linaloongozwa na mchungaji Chombe Watuta na baraza la wazee na watumishi kaza wa kaza. Na ukitaka kutupata pa Bukavu tuko sehemu nyingi kabisa. Mvile ya Bukavu tatupata tuko kwenye Essence. Kwa wale ambao wanajua Bukavu Essence, unafika pale kwa Ishega, au taenda kwenye balabala ya Kabulimbo ama Goudron, unapanda hii njia ya kuelekea kwenye maternite ya Chai, wengine wanasema ku 30. Sasa kabla utakuwa hujafika pale kwa maternite ya Chai, uko napanda mdroite, kuna nafasi pale utamwona kuna ambao kwa Kifaransa tunasema korodo, mtu ambaye anafanya kazi ya kushona viatu, na ni pale kuna kusanyiko ambayo tunakusanyikia ndani. Ukiwa sehemu za Bagira, Place du 24, sijue Brasserie, utatupata nyuma ya Serem. Unapanda ile escalier pale fasi wanaita Mulambula 10. Tunapanga kwenye kiwanja cha ndugu moja ambaye amejulikana kabisa kwa kiwango kikubwa pale Brasserie, anaitwa Pela, Coach Pela, na wengine wanamjua kwa jina la Janvier. Pale kwake ndio tunapanga na ndio tunakusanyika pale. Ukitutafuta pia unaweza kutupata sehemu za Chiriri, kwa wale ambao wamekuwa kule ngambo ya Kanteve, Kwaro, Busoka, sijue kwenye parokia ya Chiriri tuko yulu ya Kukano. Unafika pale Kukano, yani ukipanda janda utapanda ile escalier unachomokea Kukano. Ukikuya barabara ya Lise unafika pale Busoka, utakuwa sona rudia kuseka Kakono, unapanda mkale ka barabara pale, unafika pale Kukano, kisha unapanda kidogo pale yulu utakuwa umetuona. Na tunakuwaka kila wakati na muda wa kumwabudu Mungu, kufanya programu za mafundisho. Utazipata kwa zaidi kadiri gisi ambavyo Mungu ataturuhusu, na programu na
Adresi nyingine ya grupu utaipata na namba za simu za watumishi kwa yale ambao unaweza kutaka kuelewa kwa zaidi. Lakini bila kwenda mbali sana, ndugu zetu, ilitufanya tuseme ya kwamba ijapo ndugu zetu Waislamu hawakujiandaa kusema tukutanane nao leo, lakini kile ambacho tungeongea pamoja ni hiki. Tunataka kufungua tu, tunafanya introduction ili kuwapatia rappel na kujua kwamba kuna wakati tutaifanya kwa zaidi. Leo tulikuwa na mada nzuri sana kabisa, ambayo huwa ilikuwa njia ya kufungua ubongo wetu ili kutupatia akili na elimu ya Biblia na Qur'ani. Mada ya leo ilikuwa inaongelea kusema hivi, je, ni halali Mukristo kula chakula najisi? Yani kwanza ni swali ambalo limeswaliwa na ilibidi sisi kama Wakristo tuitafutie majibu, na kwa sababu tutakuwa ni mpango ambao tuliupanga tuongelee Ukristo na Uislamu. Baada ya kusema je, ni halali wa Kristo kutumia chakula najisi, baada ya kupata majibu itatupelekea pia kujua je, na Waislamu nao wanaruhusiwa au wamekatazwa. Hata na dini nyingine ambazo najua ziko nyingi kama wale ndugu zetu wa Adventiste wa Sabato, nao kuna vyakula ambao wamekataa kutumia. Sasa ili ni swali ambalo ulimwengu inatubidi tuitafutie majibu, na majibu hayapo mbali. Majibu yako kwenye Bible na kwenye Qur'ani, tena ni majibu sahihi iliyo na uhakika ya kama ni halali wala si halali. Nafikiri ni hii. Lakini kabla ya kwenda mbali, niongee kwanza, kwa sababu ni jambo tungeongelea na Waislamu. Niseme hivi, wa ndugu zetu Waislamu, mahali pote mulipo mnapotufuata, ili jambo mulitie kwenye akili na mulifikirie kwa zaidi. Kuna Uislamu na kuna Ukristo. Ukristo umeanzishwa na Kristo ambaye ni Yesu Bwana wetu, na Uislamu umeanzishwa na Muhammad ambaye wamemuita mtume wa umma. Na hawa wawili wana vitabu viwili. Wakristo wanatumia Biblia, Waislamu wanatumia Qur'ani. Ile jambo limeeleweka vizuri. Lakini kitu ambacho tungewapelekea kwanza ndugu zetu Waislamu kuambia hivi, Qur'ani ambayo ni kitabu cha Waislamu ni kitabu kimoja ambao kimeanza kwenye kitabu cha kwanza hadi kwenye kitabu cha 114. Pale utakuwa umemaliza Qur'ani yote. Kitu cha pili, Qur'ani haina sehemu mbili. Qur'ani ni kitabu kimoja tu ambacho ukianza kukisoma akigawanye wakati au muda au siku. Yani inapeleka, ni kitabu kenye kimeletwa kwa wakati moja. Lakini utofauti na Ukristo, sisi wa Kristo tuna kitabu kimoja kinaitwa Biblia, lakini Biblia yetu ina sehemu mbili kubwa. Kuna ile ambayo tumeita Agano la Kale na kuna ile ambayo tunaita Agano Jipya. Ili jambo inaomba lieleweke vizuri, sababu lisipoeleweka itatupatia kazi kuwaelewesha Waislamu imani yetu na kuwavuta waingie katika Ukristo kama hawajatuelewa. Msomaji utachukua kwanza kitabu kile cha Yeremia 3:1 tu. Tusikie kwanza gisi Biblia yetu imepewa kwa sehemu mbili ambayo imegawanyika. Nasema nini? 31 kitabu cha Yeremia. Ndiyo.
Angalieni, siku zinakuja, asema Bwana, nitakapofanya agano jipya na nyumba ya Israeli, ndiyo, na nyumba ya Yuda, ndiyo, si kwa mfano wa agano lile nililofanya na baba zao, ndiyo, katika siku ile nilipowashika mkono kabisa, ili kuwatoa katika nchi ya Misri, ndiyo, ambalo agano langu hilo walivunja. Simama msomaji. Katika unabii aliyoitoa nabii Yeremia, amefafanua vizuri jambo ambalo alilombe msaada wa mafasirio mrefu. Mungu mwenyewe amesema katika kinywa cha nabii Yeremia, siku zinakuja. Yani ni jambo ambalo imesema kwenye future, iko mfuture, haiko mpresent au mpase. Ameandaa vizuri, siku zinakuja, asema Bwana mwenyewe, Muumba wa mbingu na nchi, anasema kwa kinywa cha nabii kwamba ataleta agano jipya tofauti na lile agano lililotangulia. Yani Waislamu, mnaomba mtuelewe kwanza kama Biblia ina sehemu mbili kubwa, agano la kale na agano jipya, tofauti na Qur'ani. Qur'ani haina jipya na la kale. Sasa hatujue kama tutaliita Qur'ani ni jipya au ni la kale, lakini tunasema tu Qur'ani ni kitabu kimoja inatosha. Lakini sisi tumeambiwa kwamba kuna agano la kwanza na agano la pili. Sasa katika ya maagano mawili, ili agano la pili linadhibitishwa na Yesu mwenyewe kwa kunukuu maandiko kwenye kitabu cha Waebrania sura yake ni ya 9 aya ya 15. Inasema nini msomaji? 9:15, kitabu cha Waebrania. Kabisa. Tusome katika jina la Yesu. Barikiwe. Na kwa sababu hii ni mjumbe wa agano jipya. Na kwa sababu hii ni mjumbe wa agano jipya, ili mauti ikiisha kufanyika kwa kugomboa makosa yaliyokuwa chini ya agano la kwanza. Kabisa. Hawa walioitwa ipokea ahadi ya urithi wa milele. Maana agano la urithi lopo lazima iwepo mauti yake aliyeifanya. Kabisa. Tunapata simama msomaji. Kwa mujibu wa kitabu cha Ukristo tumepata uhakika ya kwamba kuna mjumbe wa agano jipya, na huyo mjumbe wa agano jipya si mwingine ni Yesu Kristo. Sasa kwa Waislamu tuwaambie ili jambo ambalo kwanza mulitengeneze kwa kulielewa, ili tuingie katika mada vizuri. Jambo la pili, katika agano la kwanza, tukirudia hivi, muumba wa vyote ni Mungu, na tunaamini ya kwamba Mungu ni mwenye haki, Mungu ni wa kweli, Mungu ni mtakatifu, hajawahi kudanganya na hajawahi kudanganyika. Kwa hivyo tuna uhakika ya kusema, turudie vizuri, hii agano la kale nalo pia mulielewe vizuri wa ndugu zetu na Wakristo pamoja na Waislamu. Ili agano la kale ambalo tunaweza kusema vitabu vilivyoandikwa na manabii, pia ina sehemu tofauti. Sehemu ya kwanza ni kitabu cha Mwanzo sura 1 hadi kitabu cha Mwanzo sura 50. Hii kitabu cha Mwanzo 1 na hadi 50 yake, hapa mambo ya sheria, amri, maagizo, maagano ilikuwa haijafanyika kwa ajili ya taifa, bali Mungu alikuwa amejifunua kwa mtu mmoja au wawili au watatu. Ili jambo nalo pia mumelielewe vizuri. Sasa tunapoongelea habari ya chakula najisi, jua ya kwanza tangu kitabu cha Mwanzo 1 hadi kitabu cha Mwanzo 50, Mungu hajapana shurti ya kusema hii nyama ya hivi ni najisi na hii sio najisi. Turudie kwanza kwenye Bible, kitabu cha Mwanzo sura yake 1 aya ya 13:3-1 yake. Nasema nini msomaji? Na chakula cha kila mnyama wa nchi. Ndiyo. Na cha kila ndege wa angani. Na cha kila ndege wa angani. Na cha kila kitu kipata ambacho juu ya nchi. Kabisa. Chenye uhai. Ndiyo. Majani yote ya miche. Kabisa. Ndio chakula chenyu. Ikawa hivyo. Kabisa. Mungu akaona kila kitu alichokifanya na tazama, kabisa, ni chema sana. Ikawa jioni
ikawa asubuhi siku ya sita. Kitu ambacho ningetaka niongee vizuri ya kwamba baada ya Nuhu kutoka ndani ya safina, kwa sababu Biblia nasema mzuri kwenye kitabu cha Mwanzo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hadi 8. Hapa haijasemwa chakula gani walikula au aina gani ya nyama, lakini walipotoka ndani ya safina wao walikula yote bila kuchagua. Swali narudia, walifanya uasi ili iwe dhambi kwao, au wao walikula tu chakula kama haki? Na walipotoka katika mwili, tuseme walipofariki, je, walikuwa na haki ya Mungu kuwahifadhi? Hapo takuta ndugu zetu wote wanaotofautisha chakula watakuwa wanakwama kabisa. Lakini jibu ni moja, kwamba katika Mwanzo 1 hadi 50 chakula walikula na haikuhesabiwa hata kuwa kosa wala dhambi lolote. Nilete mifano 2 katika Biblia, mifano mizuri sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mfano wa kwanza katika habari ya kitabu cha Mwanzo. Kisoma mzuri, Mungu alimwambia Nuhu, alimwambia Abraham, alama ya agano ya Mungu na Abraham ilikuwa ni kila mtoto wa siku 8 atatairiwa. Lile jambo nafikiri tumelielewa kwa makini. Lakini tutakaporudia katika kitabu cha Agano Jipya, katika vitabu vya Agano Jipya, utakuta habari ya kutahiriwa haipeleke Ukristo utakatifu, wala haifanyi kusema aliyetahiriwa ndio ana haki na asiyetahiriwa ndio ana haki. Lakini katika agano la kwanza, asiyetahiriwa alikuwa ana haki na aliyetahiriwa alikuwa ana haki. Ile uliweke kwanza. Mfano ya pili, msomaji, kamata kitabu cha Mwanzo tu pale 20:10 yake, utashuka kidogo, sikeli neno nalo ambalo walinaweza kuwa kigeni kwa wanaotusikiliza. Menataka tuelewe, ndugu zetu Waislamu, muelewe Ukristo ili muingie katika Ukristo kwa furaha na shangwe, ili mupate neema ya kunusurika kukosa msingie katika jehanamu. Na wale ambao wasio wa Kristo au ni wa Kristo wasiojua utamu ya Ukristo, nao tunawaalika wakaribie tu waelewe. Soma ile kitabu ya Mwanzo 20:10, tunashuka kidogo. Abimeleki akamwambia Ibrahimu. Ibrahimu, umeona nini? Umeona nini? Hata ukatenda jambo hili? Kabisa. Ibrahimu akasema. Ibrahimu akaambia Abimeleki, kwa sababu naliona, lakini hapana hofu ya Mungu mahali hapa. Ndio. Na watainua kwa ajili ya mke wangu. Kabisa. Naye kweli ni ndugu yangu. Kabisa. Binti wa baba yangu. Unasikia? Hapa Abimeleki baada ya kuchukua mke wa Abraham, maandiko nasema Mungu akamtokea Abimeleki kwa kuweza kumshutumu kwa nini alichukua mke wa Abraham. Abimeleki anaanza kumweleza Abraham, sasa kwa nini hukuniambia ukweli kama huyu ni mke wako, ili kwamba nisikutanane na yale makaripio Mungu amenikaripia? Sikia majibu ya Abraham. Rudi ya msomaji vizuri. Naye kweli ni ndugu yangu. Huyu mke ni ndugu yangu. Binti wa baba yangu. Binti ya nani? Wa baba yangu. Maanake katika kitabu cha Mwanzo, kuoa mtu wa nyumbani mwenu haikukuwa dhambi. Kwa mujibu wa lile andiko inaonyesha kama huyu bibi ya Abrahamu alikuwa ni binti ya nani? Rudilie ieleweke. Yao inashuhudia na kusema hivi. Ndio. Naye ni kweli. Rudilie 10. Abimeleki akamwambia Ibrahimu, vizuri, umeona nini hata ukatenda jambo hili? Ndio. Ibrahimu akasema, kwa sababu naliona, lakini hapana hofu ya Mungu mahali hapa. Kabisa. Na watainua kwa ajili ya mke wangu. Ndio. Na wataniua kwa ajili ya mke wangu. Bataniua juu ya mke wangu. Naye kweli ndugu yangu, ni bibi yangu, lakini ni ndugu yangu. Binti wa baba yangu. Binti wa nani? Wa baba yangu. Yani inawezekana huyu bibi ya Abrahamu alikuwa ni mtoto wa mwingine mama ambaye baba siye mwana wa mama yangu. Voila, Biblia inafunua vizuri. Unaona hapa sasa, kama katika Agano la Kale mtu kuoa dada yake ilikuwa ni halali.
kwa mujibu wa Biblia ilikuwa ni halali. Lakini tukirudia kwenye kitabu cha Walawi pale 18 unakuta Mungu sasa analeta sheria. Yaani katika kitabu cha Mwanzo sheria ya kutahiriwa ilikuwa iko, kuoa wa jamaa ilikuwa haiko, meme sheria ya kula chakula ilikuwa haijapewa, lakini walimpendeza Mungu. Hata maandiko nasema Mungu amemsifia Abraham kuwa ni rafiki yake mpendwa kwa sababu alimpendeza. Sasa twende mbele kidogo niongee hivi. Kinachowavuruga sana ndugu zetu Waislamu sasa ni nini? Baada ya kufarsiliwa kujua maana ya kitabu ya Mwanzo na gisi utaratibu ulipewa, wao sasa wanaanza katika kitabu cha Walawi 11. Twende msomaji. Katika Walawi 11 moja yake inasema nini? Bwana akanena na Musa na Haruni na unasikia sasa Bwana anaanza kunena na Musa na Haruni akawaambia, neneni na wana wa Israeli. Mubambie nini? Mkiwaambia kabisa wanyama hao, wanyama wenye uhai mtakaowala. Unaona sasa sheria, utaratibu ya tofauti ya vyakula sasa inaanza katika kitabu gani? Cha Walawi. Lakini katika kitabu cha Mwanzo sheria ilikuwa ni kula kila chenye uhai, kila kenye kiko hai, kila kinachotambaa. Yani kambale kula, niseme kama una haki ya kula hata nyoka, unakula nguluwe, unakula bata, unakula. Yani Mungu alikuwa hajatofautisha habari ya chakula. Lakini katika ya 11 Mungu sasa anamwambia Musa, chakula mtakazo zikula na msizo zikula. Twende vizuri. Katika hayawani wote walio juu ya nchi, ndio kila mnyama mwenye kwato katika miguu yake, kila mnyama mwenye kwato katika miguu, mwenye kwato katika miguu yake, vizuri, mwenye miguu ya kupasuka kati kabisa, mwenye kucheua, katika hayawani hao ndio mtakaowala kabisa. Pamoja na hayo kama hao ndio mtakao wala wenye kucheua katika wale walio na kwato, ndio ngamia sababu yuacheua lakini hana kwato. Ngamia asiliwe sababu anacheua lakini kwato haikapasi, ni najisi. Na wibari sababu yacheua lakini hana kwato, ndio msomaji, ni najisi kwenu. Ndio na sungura pia sababu ucheua lakini hana kwato, yeye ni najisi kwenu. Vizuri. Na nguruwe kwa sababu yeye anazo kwato, ndio ni mwenye miguu iliyopasuka kati, ndio lakini hacheue, yeye najisi kwenu. Ni najisi kwenu. Msile nyama yao, musile nyama wala msiguse mizoga yao. Simama kwanza msomaji, simama kwanza niongee vizuri pale. Wasikule na wasiguse mzoga. Naeleweka vizuri? Yaani kwanza inatufahamisha kujua ya kwamba hizi nyama zilikuwa katika Israeli. Tofauti na leo wenzetu Waislamu unakuta niliishi sehemu za Katogota pale, kuna nafasi wanaita Kanswahili. Kanswahili wakikuta nguruwe ile mwenyewe nguruwe ana bahati, banaua. Lakini hapa maandiko yanaonyesha kwanza kama basi guse ile mzoga. Maana kwanza ni ufugo yenye naishi katikati yao. Basi guse ile mzoga na basi kule. Ile ni jambo la kutekeleza na la kujua linalotengeneza ufahamu. Sasa jambo la pili, tukirudia katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati, Mungu tena anawaambia na moja basi kule pamoja na nyamafu. Lakini kama nyama yao katika ufugo yao moja inakufa nyamafu, Mungu anasema wasiikule, lakini waipane kwa wale wasiokuwa na amri, yani mataifa, wao waikule. Lakini leo kinachoshangaza, tunawatembelea sana ndugu zetu wa Adventiste, tunawatembelea ndugu zetu wa Islamu, hawaruhusiwi kula nyamafu, mwenye akifisha ufugo yake anaiuzisha. Tunaona kwanza kama wanaenda mbali na maandiko. Pili, haezi kupa hiyo kwa bure, lakini maandiko yanasema uwapatie wale wasio na maagano waikule. Ile ni haki ya Mungu kibibilia kabisa. Lakini abafate hizo taratibu za Biblia, na Mungu akiruhusu wakati mwingine tutakuwa tunaongelea hata kuhusu taratibu za Sabato. Utakuta watu wanatetea sana Sabato, lakini ukiwatafuta Sabato katika maandiko utawakuta sio gisi maandiko yanavyozungumzia Sabato ndio wanaofanya Sabato wanavyoendea. Lakini
katika ile haya, kwa wale wasomaji wetu, ile haya utaisoma vizuri sana na utaelewa tofauti ya nyama Mungu alizozipea na nyama ambazo Mungu alizozikataa. Hapa ningani ongea kwenye Agano la Kale. Mungu alipoendelea katika lile jambo, ukirudia hata kwenye Kumbukumbu la Torati, sababu haya ziko za mingi, hatutazisoma zote, zina nyingi, nilikuwa ninaandika hapa kwa kuwapatia watu ili wapate kuelewa na kujua utofauti uko wapi na nini wanahitajika wafanye kama utaratibu. Sasa baada ya Mungu kupana hizi utaratibu za chakula, wao wana wa Israeli wakashindwa kushika sheria za Mungu kwa habari ya chakula. Waliposhindwa kushika sheria za Mungu, sikia wenye Mungu anaanza waambia. Hizi ndizo andiko Waislamu wanazibania sana na wanazitumia kama silaha ili kuwavuruga Wakristo. Hata ndugu zetu wa Adventist wanaivamia sana. Kitabu cha Isaya 64, msomaji kamata aya yake ya 65 ine yake, shona kamata 66 na ruka 17. Inasema nini? 65 ine yake. Katika iandiko inashuhudia na kusema hivi. Vizuri. 65 ine. Waketio kati ya makaburi. Waketio kati ya makaburi. Na kulala katika mahali pao pasiri. Wanalala unasifuata vizuri. Kwanza, wana wa Israeli, unabii naanza jua ni watu wameanza kuketi katika makaburi. Vizuri. Inashuhudia na kusema watu waketio katika makaburi. Ndio. Ine msomaji. Watu waketio katika makaburi. Kabisa. Na kulala katika mahali pao pasiri. Kabisa. Walao nyama ya nguruwe. Na mchuzi wa vitu nichukizavyo. Ndio. Katika vyombo vyao. Kabisa. Watu wasemao nini? Simama peke yako. Ndio. Usinikaribie mimi. Kabisa. Kwa maana mimi ni mtakatifu kuliko wewe. Simama msomaji. Ili andiko ndugu zetu Waislamu wameitumia kama silaha. Hata na Waadventist wanaitumia sana. Lakini fata usemi ya unabii. Watu walalao katika nini? Watu waketio katika makaburi. Swali kwanza linakuja, Wakristo wanaketi katika makaburi? Jibu ni hapana. Ile ni jibu kwanza la kuzingatia. Wakati yenye tukitafuta habari ya watu wanaoketi katika makaburi, yani ni watu wanaotumia uchawi, ni watu wanaotumia uganga, ni watu wanaotumia uaguzi, ni watu wanaotafuta vitu vya giza. Sasa Ukristo na vitu vya makaburi hakuna uhusiano. Wakristo wanaenda kwenye makaburi tu kuzika, lakini watu Wakristo hawajaenda. Lakini tuangalie kwanza katika Qur'ani inasema nini msomaji? Katika Qur'ani 2:102. Wakafuata yale waliofuata mashetani. Wakadai kuwa yalikuwa katika ufalme wa Nabii Suleiman. Kabisa. Na Suleiman hakukufuru. Bali mashetani ndio waliokufuru. Ndio. Wakifundisha watu uchawi. Wakifundisha watu nini? Uchawi. Ndio. Waliokuwa wakijua wenyewe tangu zamani. Na uchawi ulioteremshwa kwa malaika wawili. Haruta na Maruta. Sikia sasa shida ambao. Simama kwanza msomaji. Ona sasa kama hapa hii ni shida tunaipata. Kwamba uchawi uliteremshwa. Na tunasikia kwa ndugu zetu Waislamu wanapotetea haya za Qur'ani, wanasema haya za Qur'ani zilifanywaje? Ziliteremshwa. Kabisa. Ziliteremshwa. Asa uchawi nao uliteremshwa. Asa hiyo uchawi iliyoteremshwa ilitoka kwa nani? Kwa Mungu sasa. Kwa Allah. Twende kwenye ufafanuzi. Suleimani aliyetajwa hapa. Ndio. Ni Nabii Suleiman. Nabii Suleiman. Mayahudi wanataka bali Nabii Suleiman. Ndio. Wani mfalme aliyepata ufalme kwa uchawi. Ndio. Si mtume. Basi na hao wachawi wa Kiislamu. Simama msomaji. Tunapata wachawi ni wanani? Wa Kiislamu. Na wanani wanaketi kwenye makaburi? Ni wachawi. Kabisa. Na waza kwenye makaburi kuna hifadhiwa tu wafu
na watu wengine wanaotumia uganga, uchawi na vitu vya giza wanaenda kwenye makaburi. Sasa Qur'ani inatupelekea kujua ya kwamba wachawi ni Waislamu ndugu zetu, na hii jambo sio jambo la kukana, wanapasha tu kuihakikisha, sababu tunafuata hata kwenye Qur'ani 72 nasema kuna haya inayosema aya ya majini, ni hivyo kabisa. Sasa kwetu sisi wa Kristo, majini ni roho ambazo zilizoasi, na tunapoomba tunazikemea kwa jina la Yesu Kristo. Lakini wenzetu wanakusanyika pamoja na majini ndani ya msikiti na wanapea salamu, wanasalimiana, wanatoa na tulipoangalia sana vitabu vya Uislamu vikatuletea uchungu mkubwa sana na kilio, hata ningesema na kuwalilia hata ndugu zetu waliokubali Mtume Muhammad kwamba ndiye mtume anayefaa katika umma hii. Vitabu viko hapa ambavyo pia vitasomwa kwa kuweza kuwafanya ndugu zetu waelewe. Kuna kitabu kimoja hapa, kabla msomaji hajakisoma, kwa wale wanaosoma wataisoma, inasema ulimwengu wa majini na vituko vyao. Tukisema neno vituko yani ni watundu hawa jamaa. Hawa jamaa ni watundu, wana vituko kabisa hawa majini. Lakini tunachoshangaa ni kuona wao pia wanakusanyika kwenye msikiti, wanatoa saada, wanaamini Uislamu, wanasoma Qur'ani, wanajitapia Muhammad kama mtume wao. Sasa na kuna vitabu vingine tukivisoma sana huwa vinaweza kuleta changamoto. Twende vizuri msomaji. Ulimwengu wa majini na vituko vyao. Inasemaje? Ukurasa wa kwanza. Ukurasa wa kwanza. Maumbile ya majini na sifa zao. Maumbile ya majini na sifa zao. Lazima utambue ya kwamba majini ni viumbe wa Allah. Tumeelewa kabisa ni viumbe vya Allah kama tulivyo binadamu. Ndiyo. Ila tofauti yetu ni kwamba wao wameumbwa kwa moto, nasi tumeumbwa kwa udongo. Ndiyo. Jingine ni kwamba majini wanasafiri haraka sana kuliko chombo chochote alichotengeneza mwanadamu. Hii ni shida hii kabisa. Hii ni shida hii kizaadha kabisa. Twende msomaji. Pia wana uwezo wa kumuona mwanadamu na mwanadamu hawezi kumuona jini kabisa. Ila mwenye jini apende kujionyesha, ndiyo, wanaweza kujibadilisha maumbile ya viumbe mbalimbali. Simama kwanza. Maana mwanadamu hawezi kumuona jini. Lakini jini akitaka aone mwanadamu amuone, hakuje kwa umbile lake la kijini, anakuja kwa sura ingine ya kiumbe fulani. Kuna viumbe pale watakuwa wanatutajia. Wanaweza kuingia mwilini mwa binadamu kwa njia ya hewa. Unafuata? Anaingia kwanza mambo mtu, yaani unakuta mtu anaanza tenda kinyume na tabia za kiutu, mambo yasiyotokana na kutaka yake, na kuathiri kiumbe chochote wapendacho. Ndiyo. Au hata kukaa katika ubongo. Anaingia hata kwenye kubadilisha mwanadamu fikra mbovu. Unaona sasa, na hapa ningesema ndugu zetu Waislamu, sisi tuna kazi ya kuwaonesha Ukristo, lakini ni shida kwenu kuamini Ukristo sababu hata fikara zingine zimetekwa mateka na hivi viumbe. Simama kwanza. Na hata tukifuata utafiti mkuu tutakuta kuna jini zinajionyesha kwa umbo ya nyoka. Kuna jini zingine unakuta zimejionyesha kwa umbo ya nyama fulani ya kufugwa kwa namna mbalimbali. Sasa ujiulize, vitu kama hivi vina uhusiano gani na watu? Tuendelee katika usomaji. Katika ulimwengu wa majini ukurasa wa 31. Ndiyo msomaji. Ibada iwe kwa ajili ya Mwenyezi Mungu tu. Ndiyo. Jambo hili limesababishwa wasiokuwa Waislamu kuikashifu dini ya Kiislamu, na tunaendelea kuikashifu kabisa kwa kudai ni dini ya majini. Sasa udai wetu sio udai wa masingizio. Na hata tukienda kwenye mahakama, tukiwa mbele ya wahakimu wanaouliza maswali, kwa nini mnachukiana na dini ya Uislamu? Tutawaambia tunachuki na hiyo dini kwa sababu ni dini inayofuga maadui wa Wakristo, wanaosumbua Wakristo kwa kukesha na kuomba kwa kuzikemea. Ni mashetani. Hatupingi kuwa ni majini. Ndiyo. Hatupingi kuwa ni majini. Ndiyo. Ni miongoni mwao wapo Waislamu. Aseme hawapinge, lakini pia awageneralize, yani majini yote sio Waislamu, lakini miongoni ya majini wapo Waislamu
na wala hawana kitabu ila Qur'an. Hapa sasa ndio. Na hawana mtume ila Muhammad. Msomaji, simama, ni jambo la kusikitisha, linaogopesha, linalilisha na linaleta majonzi. Acha turudie kwenye Qur'ani yenyewe. Kitabu hicho kinasema majini hawana kitabu kingine isipokuwa Qur'ani. Hawana mtume isipokuwa Nabii Muhammad. Sasa Qur'ani hiyo yenyewe itudhibitishie kweli Qur'ani una uhakika ya kwamba wewe ni kitabu cha majini pia? Twende msomaji. Katika kitabu cha Qur'an ndio 71 sema imefunuliwa kwangu ya kuwa nini? Kundi moja la majini lilisikia Qur'an ikasema hakika tumesikia Qur'an. Simama kwanza, hapa kuna swali ambalo huwa tunaweza hata kuachia pale, lakini tutakuwa tumeta kwenye kitabu ambao tulisema ulimwengu wa majini, wanasema mwanadamu hawezi kuona majini, si hivyo? Isipokuwa awe amejigeuza katika umbili fulani. Swali linarudi, huyu mtume Muhammad alipoenda kuwahubiri majini, walikuwa majini kwa umbile lao ya uumbaji au walikuwa wamekwisha kubadili ingine maumbili sasa ambayo imewafanya waonekane? Okay, jambo la tatu, walikuwa wanakutanana wapi? Alikuwa anabaona Muhammad. Ndugu zetu Waislamu, mtusaidie kwanza kupata majibu ya haya maswali matatu. Yaani swali la kwanza linasema hivi: majini hawana mwili kama yetu. Mwanadamu hawezi kuona jini, si hivyo kitabu kilisema? Sasa swali narudia, huyu mtume Muhammad aliyesilimisha majini, hizo majini zilikuwa katika umbile gani? Pili, imesemwa ya kwamba wakitaka kuonekana wanaingia kwenye ubongo wa mtu au ndani ya mwili wa binadamu au katika kiumbe fulani, kama ningesema nyoka, kama ningesema sijue kama kwa umbile fulani. Sasa swali narudia hivi, mtume Muhammad alipoenda kuwapelekea majini mambo ambayo alipewa na Allah, walikuwa wanakuwa kwa umbile gani? Hapo swali lile nafikiri hata kwenye kiyama jibu alitakuwa limekuwa. Turudi hata katika kitabu kingine tunacho hapa cha asili ya majini. Inasema asili ya majini. Mwandishi ni nani? Dr. Hamad Haussar. Hii ni kitabu kilicho halali kabisa katika Uislamu, inauzwa kwenye duka za Waislamu na imesomwa na wale mashehe, lakini wanaificha Waislamu wa ngazi za chini wasielewe. Lakini shida yetu ni kwamba sisi tuko wepesi kufichua kila kilichofichwa, ni kazi tumepewa. Imesema nini ukurasa wangapi hapo? Ukurasa wa 20. Asili ya majini. Asili ya majini. Ni bahati mbaya kwamba Adam na Hawa. Sikia, ni bahati mbaya kwamba Adamu na Hawa hawakufanikiwa kumfanya jitihada za kumwezesha shetani na wanawe kuomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu. Shetani na wanawe si ndio wale majini kabisa, ambaye katika kitabu kile kia Yuda kinatupatia kuona gisi shetani alipoasi na roho zibaya ziliasi pamoja naye. Hata kwenye kitabu cha Ufunuo 12 ukisoma pia utapata gisi shetani alipotupwa na sehemu kubwa ya malaika ndio watoto wake. Rudila msomaji. Ni mtume Muhammad tu ndiye aliyemsilimisha shetani hivi sasa akawa Muislamu. Simama msomaji. Ndugu zetu Waislamu, hapa tunatusi. Hiyo ni swali la kwanza. Jambo la pili, hapa tumewavunjia heshima. Jambo la tatu, sisi tunaikashfi dini ya Uislamu kweli kwa pasina hoja za msingi. Tuna hoja za msingi ambazo Waislamu mjitokeze muyatetea ya mambo kwa hadharani. Adamu hakumsilimisha shetani. Muhammad anakuja katika wanahistoria wanatuambia Muhammad anakuja katika mwaka wa 611 pale chini hivyo, ndio Muislamu nyuma ya Yesu Kristo ndio Muhammad anakuja na dini ya Uislamu pamoja na kitabu chake cha Qur'an. Yaani shetani ameokoka
Shetani ameokoka. Yake hivi tunatangaza shetani ameokoka katika mwaka wa 611, ndio shetani naye amefanyikiwa kuacha ushetani na kuingia katika dini la Allah na mtume wake. Hiki ni kizaazaa kikubwa, kinaleta haya aibu. Sasa swali narudia hivi, shetani amesilimika. Ni huyu shetani sisi wa Kristo tunaompinga au ni shetani mwingine? Hapo. Lakini ndugu zetu Waislamu, mtatupatia kucheka na kuendelea kuikashifu dini yenu, kwa sababu ni dini ambayo hailete nuru. Lakini Yesu ndio nuru kweli inaowapatia watu kujua mahali. Sije kama umetuelewa ndugu zetu Waislamu. Sisi hatujakuwa na ugomvi na nyinyi, kwa sababu nyinyi ndugu zetu katika Adamu. Tunatumika kazi ya mikono pamoja. Haitoshe tunapangiana hata manyumba. Haitoshe tunaenda hata kwenye gari moja tukiwa ndani ya safari. Tunakutana hata kwenye fasi ya chakula tumekula. Lakini katika habari za dini ndio tunatofautiana, lakini hatuko maadui. Sasa tuna haki ya kuonesha tu haki na ukweli. Sasa nirudie vizuri, katika ile Isaya ni pale tuko tunaongea wanaoketi makaburi sio wa Kristo. Na hili ni jambo la kuzingatia ndugu zetu Waislamu, ndugu zetu wa Adventist. Hili jambo halijaelezea wa Kristo. Watu wanaokula msosi zinaokaa katika viungao. Hapa Mungu yuko najieleza kwa Israeli. Msomaji, uende katika kitabu kile cha Isaya. Kamata kuna haya nyingine moja hapa ambayo tunaweza tukuisoma. Kisha tusome haya moja kwenye Qur'ani. Tumpe mtumishi wa Mungu Mayumpa. Kuna neno ambalo pia ataweza kutukabidhi linaloleta utata mkubwa. 66:3 yake katika Qur'ani pia. Katika Isaya anasema nini? Yeye achinjaye ngombe. Yeye achinjaye ngombe kama yamuaye mtu. Na yeye atoaye zabihu ya mwana kondoo. Kabisa. Ni kama yavunjaye shingo ya mbwa. Simama. Ili haya wa ndugu zetu Waislamu hawezi kuisoma. Si wanachinja ngombe basi? Kabisa. Lakini hapa Mungu anakubali kuchinja ngombe, anakataa? Akataa. Mungu anakataa na ngombe. Eske ni kweli kuchinja ngombe ni haki? Sio haki. Kiukweli kuchinja ngombe ni haki, kwa sababu ngombe tulipewa iwe kama chakula, lakini Mungu akasema tusikule na damu. Sasa ili damu ya ngombe imwangike naomba kuichinja, lakini wakati yenye watu wamefanya maasi, hata wangisema tunachinja ili tusile nyamafu au tusile na damu, kwa uasi mlioifanya, kila mtakachojifanya mbele ya Mungu ni makosa. Mungu akaanza kukakaripia hata kwa habari ya ngombe. Lakini si kwamba ngombe ni mbaya. Ngombe tu ni chakula iliyopewa kwa chakula ya kuliwa. Sasa niongee vizuri. Ndugu zetu wa Kristo, tunapoongea na ndugu zetu Waislamu kuhusu habari ya chakula, tuwaambie hivi sasa, nipunguze kwa sababu ni somo ndefu, tutaiongea kwa zaidi. Ili jambo ni jambo nzuri sana. Niliposoma ndani ya Qur'ani, Waislamu wanaamini Injili na Torati. Kabisa. Si Qur'ani inasema habari ya Injili na Torati. Kabisa. Kwanza kuna haya tunaweza kuisoma katika Qur'ani, sababu hata katika simu zetu hapa tuna hiyo vitabu ambavyo pia ni vizuri sana kuisoma. Na kama ninapea kusoma hili jambo ni kwa sababu Waislamu kuna neno nataka kuongea na nyinyi. Kamata kwenye aya hii ya Qur'ani inayoandikwa hivi katika usemi wa Qur'ani, nasema al-alman. Soma inasema nini? Chapa yake ya 48 itakuwa inatupatia kusema, lakini acha nisome tu katika simu ya kwangu. Inasema kabisa, na atamtunza andiko moja tu katika Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo, ambao msomaji wetu ataisoma na tutakuwa tumeachia kwanza pale, atiwarudia kwenye Uislamu, kwenye Qur'ani, sababu ndani ya Qur'ani tutakapo pachimba tutakufikishia kuona hata jinsi imeruhusiwa katika Uislamu kula nguruwe. Hiyo ni haya ambayo utaipewa na utapata uhakika, na Wakristo watapata kufurahi kabisa.
Lakini turudie katika ile kitabu cha Marko tu. Marko sura yake ya 7 aya ya 19. Aya yake ya 19, tusome katika jina la Yesu. Inasema nini msomaji? Kwa sababu hakimuingie moyoni. Hakimuingie moyoni, ila tumboni tu. Nzuri. Kisha chatoka kwenda chooni. Ndiyo. Kwa kusema hivi, Yesu aliposema hivi, alivitakasa vyakula vyote. Simama msomaji mzuri, Mungu akubariki. Niseme hivi, ikisemwa alitakasa, yani kabla Yesu kukitakasa kilikuwa je? Najisi. Wala kilikuwa kichafu kabisa. Lakini maandiko nasema kwa kusema hivi, Yesu ambaye tumesoma injili yake iliyoandikwa na mtume anayeitwa Marko. Waislamu, aminini injili. Mnasema nyinyi mnaamini Mathayo, Luka, Marko na Yohani. Mnakataa waraka za mtume Paulo, ni hivyo? Kabisa. Sawa, hatujaenda kwa waraka za mtume Paulo, tunawarudisha tu katika hiyo injili ambayo mmesema kama mnaiamini. Aya hii mnaiaminije? Yesu ametakasa vyakula vyote. Sasa kama Yesu ametakasa vyakula vyote, yani hapa kwa Agano Jipya tutakuja tuna swali moja ambao kila siku tutauliza Wakristo wa Adventist, tutauliza Waislamu, watupee andiko kwenye Agano Jipya linalosema msikule nyama ya hivi. Wataipata ndugu zangu? Hakuna. Hamuna hiyo haya. Hiyo haya hamna. Lakini sababu mtachanga Agano Jipya na Agano la Kale, ni pale mtasingizia Isaya, mtasingizia Walawi, mtasingizia Kumbukumbu la Torati aya 14, kwa kukosa kujua kutofautisha vitabu viwili, Agano Jipya na Agano la Kale. Kabisa. Sasa hapa ndio kutakuwa shida kubwa. Hapa ndio kutakuwa shida kubwa. Lakini kabla sijafungia kwenye Qur'ani, niwapee ndugu zangu Waislamu shauri. Waislamu mupo, amani ya Bwana Yesu iwe nanyi. Wapo line. Nasema hivi, kwenye mwezi Ramadhani Waislamu mnawaalika Wakristo wakuje wakule wali pilau. Ni hivyo? Kabisa. Na Wakristo kweli kwa kuonesha ukarimu wao, upendo wao, wanakuja wanakula wali pilau. Wanakula pamoja na nyama zilizochinjwa kwa jina la nani? La Mwenyezi Mungu. Ni hivyo? Kabisa. Sasa sisi hatuwabague. Lakini ninataka kusema hivi, kwa mujibu wa Biblia, na sisi tukiwaalika kwenye sherehe zetu, tumechinja nguruwe, kujeni na kuleni. Wakorinto wa kwanza msomaji. Wakorinto wa kwanza 10:25 hadi 28. Wakorinto wa kwanza. Hili ni jambo ninalomba kwa Waislamu. Na kama hamtakubali kuja kwenye sherehe zetu, mkule vyakula vyetu, na sisi msituite katika sherehe zenu za mwezi Ramadhani na zingine mnazozifanya. Sababu hiyo itakuwa ni kusema nyinyi mnazingatia maslahi za dhehebu yenu ambazo hazina haki, na mnapenda sisi tuvunje zetu ambazo zina haki. Twende msomaji. 10:20 Wakorinto wa kwanza. Ndiyo, 25. 25 tunasoma. Vizuri. Kila kitu kiuzwacho sokoni. Kabisa. Kuleni. Kila kiuzacho sokoni kuleni bila kuuliza. Ndiyo. Kwa ajili ya zamiri. Kabisa, shuka. Maana dunia ni mali ya Mungu. Dunia ni mali ya Mungu. Na vyote vijavyo. Wewe usiende msoko Mkristo anze uliza, hii imechinjwa, hii haichinjwe, hii ni kondoro, hii ni mbuzi. Wewe ukisema tu ninaenda kununua nyama, nunua nyama, peleka nyumbani, kula kwa mujibu wa Bible. Vizuri. Na mtu asiamini akiwaalika. Kabisa, nyinyi hamwamini dini yetu, si ni vile? Kabisa. Okay. Nani mnataka kwenda? No, nataka kwenda. Kuleni kila kitu kiwekwacho mbele yenu. Shie mkituita kusherehe zenu, atuamini dini yenu. Tunaendaka atuendake? Tunakwenda. Tunaenda. Na tunakula kila kinacho wekwa mezani. Sasa na sisi tukiwaita, tusiwe na upendeleo, na nyie mkuye mkule vizuri. Lakini mtu akiwaambia kitu hiki kimetolewa sadaka, msile. Voilà. Kwa ajili yake yeye aliyeonyesha na kwa ajili ya zamiri. Simama msomaji. Hiyo tu ni shauri nitaka kupea Waislamu na ndugu zetu wa Adventiste wanaochagua chakula. Ndugu yangu, kuja kula pamoja na sisi,
tuchangie sie wote chakula. Ukikuta tulipiga kambale, kula. Ukikuta tulichinja nguruwe, kula. Sababu na shetu tukifika kwenu tunakula. Sasa sisi kwa mujibu wa neno la Yesu vyote vimetakaswa. Na nini tunapowaita mkule. Lakini tufungie kwenye Qur'ani. Katika Qur'ani 6:150. Inasema nini? Tusome haya baada tutasoma tafsiri. Inaongea vizuri. Sema. Leteni mashahidi wenu wanaoweza kushuhudia kwa Mwenyezi Mungu. Kwanza haya ya Qur'ani inasema leteni mashahidi zenu wanaoweza kushuhudia kwa Mwenyezi Mungu. Ameharamisha wanyama. Hawa mnaosema kuwa Mwenyezi Mungu amewaharamisha. Vizuri. Basi akitoa ushahidi wa uongo huo, wewe usishuhudie pamoja nao. Akitoa ushahidi wa uongo ule usishuhudie. Ndio maana ukileta haya zako zinazosema nyama hivi, maandiko inatuambia sisi kwenye Qur'ani tusitie mkono pamoja na wao kushuhudia hiyo uongo. Katika tafsiri hapa wanataja wale wanyama walioharamishwa kuwala kama walivyotajwa mara nyingi. Na inatajwa vile vile kama ilivyotajwa mara mingi. Kuwa kwa dharura kubwa. Sikia ndugu yangu Muislamu. Kuwa kwa dharura kubwa. Walalishwa kula hivyo vilivyoharamishwa. Simama kwanza. Nukta ya kwanza kwa dharura. Hapa ni kizaazaa hiki nacho. Wao wanasema nguruwe ni najisi kabisa. Lakini kwenye Qur'ani wanasema kwa dharura. Unaweza hivyo vitu ambavyo ni vilivyoharamishwa, yani vilivyofanyika kuwa haramu, vilivyo chafu, kwa dharura uvife nini? Uvikule. Sasa hapa swali narudia. Yani katika ulaji wa Uislamu kuna wakati chakula ni dhambi na kuna wakati chakula inaonekana sio wa mjibu wao. Sasa unaona kama huyu hala atakuwa amejipinga au ni mtume ndio amejipinga, tunakosa jibu. Nguruwe ni dhambi kwa mujibu wa imani yenu. Lakini kwa dharura uikule na haitakuwa dhambi. Vizuri. Njaa kubwa ya kumtoa roho. Simama Mkristo. Mimi nauliza hivi Wakristo Mungu hapa? Ndio hapa. Sisi tunapotumia chakula tunaikulia masifa, tunaikulia njaa. Tunaikulia njaa. Sasa 10 nao wakule tu juu ya njala. Biblia Qur'ani yasema kwa njaa ya kumtoa mtu roho. Anaweza nini? Waweza kula. Yani kamata mlomo yako ya nguruwe au masikio, kula tu vizuri kama una njaa na afya. Hata utie meza kwako nje, tia na chupa yako ya kinywaji yote unajisikia, kula. Sababu hata na sisi Wakristo tunapokula hatukulie masifa, tunakulia njaa. Na nyinyi umeruhusiwa mkule sababu ya njala. Ugonjwa mkubwa. Asema ukienda kwenye hospitali ambao madaktari wakubwa wanakutegemea wamesema kuwa kitu hicho ndio dawa. Kama vile kutiwa mtu damu ya mtu mwingine. Simama msomaji. Asema ukienda kwenye hospitali, unaenda Nairobi, unaenda Burundi, unaenda nchi za Ulaya kutunzwa, na magonjwa yako imesemeka kwamba nyama zisizokuwa halali kulwa kwa mujibu wa Qur'ani kama mnavyoitetea ndio dawa ya maradhi yako. Ili usife, fata shauri ya mganga, ufanye nini? Kula. Amen. Amina. Uifanye nini? Kula. Ukule. Ndio Qur'ani inasema kula kwa ajili ya magonjwa. Sasa hapa nipunguze niseme hivi. Tunafanyikiwa kuona ya kwamba nyama, chakula zote ambazo wao walizitangaza kuwa najisi kwa mujibu wa Qur'ani sio najisi, na ruhusiwa kuliwa kwa furaha na amani. Hiyo ndio Qur'ani yenu inavyofunua vizuri, na hiyo ndio Biblia yetu inaofunua vizuri, na wala sio jambo la kutafutisha, lakini ni jambo linaonyooka katika haki. Sasa hii ni mada ambayo leo tunaifungua tu, ili muda ujao tutakapokuwa hata ingine muda tutakuwa tunaipanua kwa upana. Yani katika Ukristo wa ulimwengu wote, yani katika ubinadamu wa umma huu ambao injili ya Kristo inahubiriwa, hamuna chakula najisi. Yote inahitajika kwetu iliwe, ili kwamba watu wapate nafuu, wapate afya, wapate furaha. Lakini tunachokikatazwa tu ni nini? Ni damu.
na nyama iliyojiua yo yenyewe, lakini nyama zingine, samaki zingine tumezipewa kuzila kama inavyohitajika. Tunawashukuru ndugu zetu wanaotufuata mkiwa mbali na karibu. Mungu awabariki, na pakiwa na maswali mtakuwa mmepea maswali na watumishi wako tayari kuwajibu, ili Mungu apate kuwa yote ndani ya yote na katika ni baraka. Basi nampea ndugu mtumishi wa Mungu Mayumba, ana dakika chache ya kufafanua kitu ambacho pia tumekutanana nacho kwenye mazungumzo yetu na Waislamu, ambao ni mara ya kwanza ile jambo litokee na limetuletea hofu ya kuona ya kwamba kuna woga fulani ambao ndugu zetu wameipata hata ukataa vitabu. Karibu. Shukrani sana mwalimu, tunashukuru pia kwa kuendesha somo vizuri, na ninafikiria mwalimu anavyoendesha somo, malengo yetu wala malengo ambayo inafanya ni kwa kuwa tulikuwa napangilia kufanya mihadhara leo, lakini kwa bahati mbaya kama mwalimu alivyosema, tulipokuwa tukijiandaa tukapata simu kwamba ndugu zetu Waislamu hawatakuwa, na basi haikuweza kutufanya tusikie vizuri, lakini basi imetokea hivyo, na tunasubiri basi mipango ingine ikitokea. Itakapopangwa tutajulisha na kutangaza itakuwa ni siku gani tunaweza kukua pamoja tena kwenye uwanja na kuendelea kufanya mihadhara wala kufanya mahubiri kadiri ya vile tutakavyojaliwa. Na pia kitu ambacho nilitaka kusema kidogo kuhusu mambo ambayo juzi yalitokea. Kwa kweli kulikuwa katika uwanja, lakini kwa mshituko mkubwa tukaona ndugu zetu wanajitokeza wakati tulikuwa nasoma vitabu vya hadithi. Ndugu zetu Waislamu wakajitokeza kusema kwamba vitabu hivyo vya hadithi hawavikubali, vitabu vile hawavikubali. Wakasema kwamba vitabu ambavyo sisi tunatumia si vitabu halali, kwa kuwa inawezekana tumeandika sisi wenyewe, lakini ni uongo, na tuliwapatia mtihani. Tunakusudia sana wautimize, kusema kwamba sisi tuna vitabu ambavyo tuko natumia. Kama hiki kitabu hapa ni vitabu ambavyo viko katika Uislamu. Kama hiki kitabu hapa ni vitabu viko katika Uislamu, lakini pia tuna vitabu kama hivi vingine wanavyovisoma, asili ya majini, ulimwengu wa majini. Tuna hivi hapa vitabu ambavyo ni viko vingi, ingawa ndugu zetu hawakubali, wanasema kwamba ni vitabu ambavyo sisi wenyewe tumejitungia. Wakati mwingine wanasema kwamba Waislamu wako wengi ambao wanaweza kuandika vitabu tu, lakini wala haviruhusiwe katika Uislamu. Ila nashangaa sana, ikiwezekana hapa kwetu Kongo tu ndiko wanaweza kataa vitabu ambavyo tukifuatilia mihadhara mingine katika nchi jirani kama vile Kenya, kama vile Tanzania, kama vile Burundi, Waislamu wote wanatumia vitabu bila kuchagua. Wanatumia vitabu, wanavisoma kwenye mihadhara, Wakristo wanavisoma. Sasa sijua hapa Kongo kama ni Waislamu hapa Kongo ni tofauti na Waislamu wa Kenya, ni tofauti na Waislamu wa Tanzania, ni tofauti na Waislamu wa Burundi, ni tofauti na Waislamu wa Somali. Alafu haya mambo yanatuchanganya sana. Kwa hiyo tunawasihi sana mashehe wanaofuatilia sana mihadhara yetu, kama kuna njia ya kukosoa mashehe wa hapa Kongo ni vizuri sana, sababu vitabu vinakubaliwa kama vinakubaliwa katika mihadhara ambayo inafanyika katika nchi jirani.
haiwezekani hapa kwetu Kongo vitabu vikataliwe, haiwezekani. Kwa hiyo kama wanataka tuendeleshe kabisa mihadhara, kuendelea kuwapatia watu elimu, watu wache tuendelee kusoma vitabu, na kama wanaona vitabu tulivyo navyo vina mashaka, walete vitabu walivyo navyo. Sisi tutakuwa tukisoma mu vitabu tulivyo navyo, kisha wanatuambia hapana, kile mnachosoma katika hicho kitabu sababu sicho halali, muangalie katika kitabu chetu ngisi kinasema. Hapo tutakuwa tunahakikisha kwamba vitabu tulivyo navyo si halali, lakini kwa kweli hiyo sio haki. Jambo lingine ningelitaka ndugu zetu Waislamu waelewe, sababu inawezekana Waislamu wengi hawaelewe kinachofanyika sana katika madhehebu yao, na pengine inawezekana pia hata miongoni mwa Waislamu hawajui wanachokifanya. Uislamu unajengwa kwa vitu viwili. Unajengwa kwa kitabu cha Qur'ani na suna za mtume ambao ni hadisi. Yaani Uislamu unaamini Qur'ani na unaamini hadisi. Katika hizo hadisi kuna mambo yasiyokuwa katika Qur'ani, hadisi inayatengeneza. Mfano Waislamu walio hapa kwetu Kongo watupatie katika Qur'ani wapi imeandikwa wafanye sala mara 5 kwa siku. Katika Qur'ani wapi inaandikwa wafanye sala mara 5 kwa siku? Hamna. Utakutana watatembea, watakimbilia mpaka wapi? Mpaka kwenye hadisi. Kwa nini? Qur'ani inaruhusu tu sala mara 2, ni jioni na asubuhi. Ni jioni na nini? Na asubuhi. Lakini katika hadisi zao ni pale wanasema kwamba wanaweza fanya sala mara 5, na ni moja katika nguzo ya nini? Ya Uislamu. Katika nguzo ya Uislamu ni kufanya sala mara ngapi? Mara 5. Lakini katika Qur'ani hakuna. Qur'ani inasemaje ndugu yangu? 17:78. 17 kitabu cha Qur'ani 17 ngapi yake hapo? 78. 78, yani 1778 kitabu cha Qur'ani. Simamisha sala juu. Simamisha sala jua. Simamisha sala jua linapopinduka. Simamisha sala jua linapopinduka. Likienda magharibi. Likienda magharibi. Mpaka giza la usiku. Mpaka giza la usiku. Na msiache Qur'ani ya sala ya alfajiri. Na msiache alfajiri. Hakika kusoma Qur'ani katika kusali sala ya alfajiri ndiyo kuna usuriwa na malaika. Sababu ya hiyo hakuna aya katika Qur'ani inasema wasali saa 6. Hakuna aya inasema wasali saa 7. Hakuna aya inasema wasali saa 9. Sala inafanyika mara 2 tu katika Qur'ani. Lakini hadisi ndizo zinaleta muongozo wa kusali mara 5, na ni moja katika nguzo la nini? Ya Uislamu. Lakini pia ukiwauliza Waislamu muongozo wa kutawadha katika Qur'ani uko wapi? Hawana muongozo wa kutawadha kwamba wanaweza tawadha hivi. Hawana muongozo hata wa kutawadha. Ni katika hadisi ndizo zinaonyesha muongozo wa kufanya nini? Wa kutawadha. Kwa hiyo mashehe wengine walio mbali ambao wanaweza kuwa Kenya, wanaweza kuwa Tanzania, wanaweza kuwa Somalia, wanaweza kuwa mahali pote, wajaribu kukosoa mashehe wa hapa Kongo ili waelewe kwamba vitabu vinatakiwa kusomwa katika mihadhara, na wasiwe na oga, wasiwe na hofu. Wakati mwingine tunapokuwa tukifanya mihadhara, tuhakikishe kwamba tunashuhudia kilicho kweli, na imani yetu tunayoshuhudia tusiwe na hofu wakati tunashuhudia, wakati tunaamini kwamba tunachosema ni ukweli. Haya ndio machache tu nilikuwa nataka kusema ndugu zangu, na tunashukuru sana
Kwa wote ambao wametufuata, tunaamini kwamba tutawasiliana pamoja na mashehe, na itafikia tukipata mpango ulio halali, mpango mzuri, tutajulisha watu na tutaweza kufanya mipango tena wala mikutano yetu. Nafikiria kama itakuwa kwa wiki hii, itakuwa kwa wiki inayokuja. Basi tunawashukuru nyote na tunawasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Haya, mbarikiwe na jioni njema. Amen.